salamu hizo kutoka kwa JICA. Ninaomba uridhie tupate salamu sasa kwa wenye tukio wenyewe ambao ni TOA, na salamu za TOA mheshimiwa mgeni rasmi zitatolewa na mwenyekiti wa TOA Taifa Albert Msovela. Karibu sana na tumpigie makofi mengi sana wakati anakuja kuzungumza nasi mwenyekiti wetu. Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa mbunge, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa George Boniface Mbachawene, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Mahmoud Mohamed Musa, mstahiki meya wa jiji la Zanzibar, ambaye kwa leo hii unamwakilisha Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Tawala za Mikoa na Idara Maalum Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ndugu Sospita Mtwale, Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI, ndugu Itoshi Ara, mwakilishi mkazi wa Shirika la Maendeleo la JICA, wakurugenzi wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, ndugu Jacob Mtalitinya, Katibu Mkuu wa TOA Taifa, nitambue uwepo wa wajumbe wa kamati tendaji ya TOA Taifa Excom, wanachama wote wa TOA kwa maana ya makatibu tawala wa mikoa pamoja na wakurugenzi, viongozi wa TOA mikoa, wawakilishi wa taasisi za kifedha mlioko hapa, viongozi wetu wa dini ambao umetuongoza kwa sala na dua, makatibu tawala wasaidizi sehemu ya ufuatiliaji wa management ya ukaguzi wa mikoa, nitambue uwepo wa wakuu wa idara za mipango na uratibu na wakuu wa vitengo vya fedha na uhasibu wa mamlaka za serikali za mitaa, wenye viti na wakurugenzi kutoka mamlaka za serikali za mitaa Zanzibar, watu wa mada wetu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia sote kuweza kukutana siku ya leo tukiwa wazima na wenye sia njema, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutusafirisha salama na kuweza kujumuika mahali hapa jijini Dodoma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitumie nafasi hii kutoa pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anayoifanya katika kuwaletea wananchi maendeleo. Tunashuhudia mabadiliko makubwa ya maendeleo katika jamii ambayo kwa kiasi kikubwa yamekuza uchumi na kupunguza umaskini kutokana na maboresho yaliyofanyika katika awamu hii ya 6 chini ya uongozi wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa na mafanikio mengi na makubwa ambayo yamejidhihirisha kutokana na kuboreshwa kwa utoaji wa huduma za elimu, afya, nishati, barabara, maji, huduma za ugani na mambo mengine mengi. Tunamshukuru sana kwa mafanikio hayo makubwa yaliyopatikana chini ya uongozi wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninayo heshima kubwa kutoa shukrani zetu za dhati kwako wewe binafsi kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kutufungulia mkutano wetu mkuu wa 15. Tunatambua una majukumu mengi ya kitaifa ikiwemo vikao vya bunge vinavyoendelea hivi sasa, lakini umeamua kutumia muda wa siku hii ya leo kuwa mgeni rasmi wa mkutano wetu mkuu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa uamuzi wako huo na upendo mkubwa, na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
Mkutano wetu wa 15 wa mwaka huu unaongozwa na kauli mbiu inayosema ugatuzi wa rasilimali fedha katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika mamlaka za serikali za mitaa. Kauli hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, inalenga kuthamini kazi kubwa na nzuri inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutokana na upelekaji wa fedha nyingi katika mamlaka za serikali za mitaa kwa lengo la kutatua changamoto mbalimbali za wananchi. Hivyo, mada mbalimbali zitajadiliwa ambazo zitatujengea uwezo na kutupatia mafunzo kwa makatibu tawala wa mikoa, wakurugenzi, makatibu tawala wasaidizi wa management ya usimamizi na ufuatiliaji katika halmashauri, waweka hazina na maafisa mipango wa halmashauri zetu. Aidha, mada hizo zitajikita katika masuala yanayohusiana na mapato na matumizi ya fedha za umma, usimamizi wa miradi ya maendeleo na utendaji bora wa shughuli za serikali katika mamlaka za serikali za mitaa, tukiwa kama viongozi wenye dhamana katika mamlaka hizo. Na hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, baadhi ya mada zimekwisha anza kutolewa asubuhi ya leo, tukiwa tayari tumepatiwa mada 2 ya protocol and etiquette pamoja na ile ya uongozi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika utekelezaji wa dhana nzima ya ugatuaji wa madaraka kwa umma kwa maana ya D/D na kutekelezwa kwa programu ya maboresho ya serikali za mitaa, mafanikio kadhaa yamebainika katika nchi yetu. Mafanikio hayo ni pamoja na kuboresha mazingira ya demokrasia na hasa falsafa ya Mheshimiwa Rais ya 4R, ambapo wananchi wameshiriki katika kuwachagua viongozi wanaowataka katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwezi Novemba 2024 na kwa ngazi za vitongoji, vijiji pamoja na mitaa. Lakini pia kumekuwepo na kuongezeka kwa uwazi na uwajibikaji hasa katika ngazi zote za utendaji kazi serikalini, kutumika kwa mfumo wa ushirikishwaji wa wananchi wa fursa na vikwazo vya maendeleo katika upangaji mipango ya maendeleo katika jamii zetu. Mafanikio mengine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni pamoja na usimamizi wa maadili ya watumishi wa umma, uzalendo, mifumo ya rasilimali watu, tehama, kanuni za kudumu za utumishi, usimamizi wa mapato na matumizi, utoaji wa huduma bora kwa wananchi, usikilizaji na utatuzi wa kero za wananchi, utunzaji na uhifadhi wa mazingira, uhimizaji na matumizi ya nishati safi kwa wananchi, pamoja na usimamizi wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika utekelezaji wa dhana hii ya ugatuaji wa madaraka, tunaamini huduma kwa wananchi zitaendelea kuimarishwa na kuboreshwa na kuondoa changamoto mbalimbali zinazojitokeza. Ninapenda kutumia fursa hii kukuahidi kwamba tutaendelea kusimamia rasilimali zote za serikali kwa manufaa ya wananchi ili wafaidi matunda ya taifa lao. Sambamba na hilo, tunaomba kukuthibitishia kuwa tutaendelea kusimamia na kutekeleza maelekezo na shughuli zote za serikali kwa weledi mkubwa, kwa maana ya kutekeleza dhana nzima ya ugatuaji wa madaraka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru kwa maelekezo yako uliyotoa katika mkutano wetu mkuu wa 14 wa mwaka uliofanyika tarehe 12 Juni mwaka 2024 jijini Arusha, ya kuhakikisha sera ya ugatuaji wa madaraka inafanywa kazi kwa uharaka. Naomba nikutaarifu kwamba, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi kubwa imefanyika na sasa ipo katika hatua nzuri ya utekelezaji wa maelekezo yako. Tunaamini hatua iliyopo ni nzuri, na baada ya vikao vya maamuzi kukamilisha, tunaahidi kuisimamia kikamilifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, agizo la pili ulituelekeza kuangalia uwezekano wa makatibu tawala wa wilaya kuingizwa kwenye umoja huu kwa mantiki ya kuimarisha dhana zima ya D/D. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba pia nikutaarifu kwamba kamati tendaji ya TOA itawasilisha
mapendekezo ya maboresho ya katiba katika mkutano wa 16 ambao yatafanyika maamuzi yake na wajumbe wa mkutano mkuu ambao utafanyika tarehe 16 Aprili 2025. Kabla sijahitimisha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wadhamini wetu wote ambao wametajwa, ambao wamewezesha mkutano wetu huu mkuu kuwa na mafanikio makubwa. Tunawashukuru sana. Aidha, tunawashukuru sana shirika la JICA ambao wameendelea kutuunga mkono hatua kwa hatua na kwa mafanikio haya makubwa ambao mpaka leo TOA tunajivunia. Ni kwa sababu pia ya msukumo, lakini pia maono yao makubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nihitimishe kwa kukushukuru tena kwa kukubali mwaliko wetu, na nikuahidi kwamba sisi TOA kwa maana ya makatibu tawala wa mikoa pamoja na wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa tuko pamoja na serikali ya awamu ya 6, na tunakuthibitishia kuwa tupo tayari kutekeleza majukumu yote ya serikali kwa ufanisi na weledi mkubwa. Aidha, tunakutakia kazi njema, afya njema, wewe pamoja na wasaidizi wako, ili Mwenyezi Mungu awawezeshe kutekeleza majukumu yenu ya serikali kikamilifu. Mungu awabariki sana. Tunaendelea kutoa rai, Mheshimiwa Waziri, kwa wananchi wote wa Tanzania, kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu, waweze kushiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika mnamo mwezi Oktoba 2025, kwa kuweza kuwachagua viongozi watakao washirikiana nao katika kuleta maendeleo shirikishi na kuendeleza nchi yetu sambamba na dira ya taifa ya mwaka 2025 2050 ambayo ipo katika hatua za mwisho. Baada ya kusema hayo, kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Asante sana. Ninaomba tumuongezee makofi mengine mengi.